Hapa duniani kuna mambo mawili huwa yanawasumbua sana watu kwa kuwaumiza na hata wengine kwa sababisha vifo na mauaji. Mambo haya ni siasa na mapenzi. Licha mapenzi kusababisha mauaji ila yana mambo ya ajabu sana. Namba 1. Tunapenda kuwatenda wanaotupenda ila kuwafurahisha wanaotutenda. Na tunawapenda wanaotutenda ili kuwakomoa wanaotupenda. Tunakuwa bize kuwapenda wanaotutenda na tukipata muda wa ziada huwa tunautumia kuwatenda wanaotupenda. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 2. Mwanaume anaweza kutafuta pesa katika mazingira ya jasho na damu. Halafu akishaipata yuko radhi kupoteza tena muda wake ili kumbembeleza mwanamke waende wakaitumie. Kwa jinsi alivyomjinga atamtumia tena na nauli pamoja na ya kutolea. Haya ni maajabu ya mapenzi pia. Namba 3. Mke anaweza kutafuta muda na kumtangaza mumewe kwa mashosti zake kuwa mumewe hana nguvu za kiume. Lakini anakosa muda kujikumbusha kuwa huyo mumewe hakumkuta bikra wakati anamuoa. Na wala hajawahi kumtangaza mkewe kwa washikaji zake kuwa alimkuta mkewe unsealed. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 4. Mwanaume anatafuta wife material wakati yeye sio husband material. Anashindwa kuelewa kuwa wife material anatafutwa na husband material. Kwa sababu maandiko yanatufundisha kuwa Adamu hakumpata wa kufanana naye mpaka alipoletewa Eva. Tafuta wa kufanana nawe, maana nyani haoi kondoo. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 5. Tunaumizana kwenye mapenzi kwa sababu tunatumia muda mwingi kuwaumiza na kuwaliza wanaotupenda kwa dhati. Wakati huo wale tunawapenda kwa dhati wanatuumiza na kutuliza kwa sababu hawatupendi na wao wako bize kuwapenda wasiowapenda. Haya ndiyo maajabu ya mapenzi. Namba 6. Wakati wanaume wanawasubiri mabinti watulie kwanza ndipo waoe, mabinti nao wanasubiri waolewe kwanza ndipo atulie. Yaani ni sawa na rubani anasubiri meli ije airport imlete fundi atengeneze ndege ili abiria wasafiri. Wakati huo fundi huyo yuko bandarini akisubiri ndege hiyo imlete rubani kusudi alete orodha ya vifaa vya ndege vinavyotakiwa kununuliwa kwa ajili ya matengenezo. Poleni abiria, mtasubiri sana. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 7. Tunatumia muda mwingi kuwawaza wanaotutumia. Na tunawatumia wanatuwazia mema kwa sababu wanatupenda. Na inapotokea tunatumia muda mwingi kwa tunawatumia ni ule wakati tunapokuwa tunawatumia tu. Kipindi hicho tunawapa likizo wanaotutumia wakusanye nguvu ili watutumie. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 8. Watu wanaumizwa na mapenzi kwa sababu wanatumia zaidi moyo kuliko akili. Wenye kutumia akili huwa waumizwi kwenye mapenzi tofauti na wale wanaotumia moyo kupenda badala ya kutumia moyo katika masuala ya maana kama vile masuala ya kiroho ili kumtafakari Mungu. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 9. Binti anatafuta mume wa kuolewa naye wakati yeye anaendelea kujiandaa kuwa mwanamke na hajiandai kuwa mke. Wakati huo kijana naye anatafuta mke ili amuoe wakati yeye mwenyewe anaendelea kujiandaa kuwa mwanaume na hajiandai kuwa mume mtarajiwa wa mtu. Kimsingi hawa ni mwanamke anayemtafuta mwanaume badala ya kuwa mke anayemtafuta mume. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 10. Siku hizi wanaume wengi wako bize kupoteza muda wao kwa ajili ya kutafuta dawa za kuongeza nguvu za kiume ili wawaridhishe wanawake. Lakini wanakosa muda kidogo tu wa kujihoji na kutafakari endapo wanazijua historia za mahusiano ya awali ya hawa wanawake ambao hawa watoshelezi zipoje. Na walikuwa na tabia ya kukutana na wanaume wangapi kwa wakati gani ili waridhike kabla ya kukutana nao. Wanaume wako bize kutafuta tiba ya ugonjwa wasioujua. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 11. Mwanamke anamtafuta mume mwema na bora miongoni mwa madanga yake. Na mwanaume naye anatafuta mke kati ya wanawake waliokuwa wanamtumia kama danga lao. Halafu mambo yakianza kwenda mrama kwenye ndoa, wanaanza kutafuta mchawi. Wakati mchawi ni wao wenyewe na hao waliokuwa wanadanga nao. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 12.
Vijana wengi wanapoteza muda wao kwa kutumia kigezo cha sura na mwonekano kama kigezo cha kuwavisha pete ya uchumba na kuvaa shela, badala ya roho njema na tabia ya kimaadili. Mabinti nao wanawaacha wanaume wenye akili na wenye malengo ya kuwaoa kwa sababu ya wanaume wenye pesa ila wenye malengo ya kuwachezea. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 13. Binti anaweza kumkataa mwanaume mwenye mtoto anayempenda na mwenye lengo la kumuoa kwa sababu yupo kwenye mahusiano na mume wa mtu mwenye watoto 4 na mke wake. Kijana naye anakataa kumuoa binti aliyezalia kwao. Kisa na mtoto, halafu anataka kumuoa binti aliyetoa mimba 6 za wanaume tofauti tofauti na amebaki kukumbatia midori chumbani kwake. Haya ni maajabu ya mapenzi. Basi bwana, kabla sijamaliza makala haya, nataka kuwakumbusha kwamba kwa wale wapenzi wa simulizi za operation za kivita na kijasusi, tunawakaribisha kwenye grupu letu la WhatsApp na unalipia shilingi 5,000 tu kwa mwezi kwenda M-Pesa namba anza na alama kujumlisha 255 757 88 63 70 au Tigo Pesa namba anza na alama kujumlisha 255 65 99 82 764. Majina ni Form Entertainment Media Company Limited. Ukiona limekuja jina lingine jua umepigwa. Kumbuka, hapa duniani kuna mambo mawili huwa yanawasumbua sana watu kwa kuwaumiza na hata wengine kwa sababisha vifo na mauaji. Mambo haya ni siasa na mapenzi. Licha mapenzi kusababisha mauaji ila yana mambo ya ajabu sana. Namba 1. Tunapenda kuwatenda wanaotupenda ila kuwafurahisha wanaotutenda. Na tunawapenda wanaotutenda ili kuwakomoa wanaotupenda. Tunakuwa bize kuwapenda wanaotutenda na tukipata muda wa ziada huwa tunautumia kuwatenda wanaotupenda. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 2. Mwanaume anaweza kutafuta pesa katika mazingira ya jasho na damu. Halafu akishaipata yuko radhi kupoteza tena muda wake ili kumbembeleza mwanamke waende wakaitumie. Kwa jinsi alivyomjinga atamtumia tena na nauli pamoja na ya kutolea. Haya ni maajabu ya mapenzi pia. Namba 3. Mke anaweza kutafuta muda na kumtangaza mumewe kwa mashosti zake kuwa mumewe hana nguvu za kiume. Lakini anakosa muda kujikumbusha kuwa huyo mumewe hakumkuta bikra wakati anamuoa. Na wala hajawahi kumtangaza mkewe kwa washikaji zake kuwa alimkuta mkewe unsealed. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 4. Mwanaume anatafuta wife material wakati yeye sio husband material. Anashindwa kuelewa kuwa wife material anatafutwa na husband material kwa sababu maandiko yanatufundisha kuwa Adamu hakumpata wa kufanana naye mpaka alipoletewa Eva. Tafuta wa kufanana nawe, maana nyani haoi kondoo. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 5. Tunaumizana kwenye mapenzi kwa sababu tunatumia muda mwingi kuwaumiza na kuwaliza wanaotupenda kwa dhati. Wakati huo wale tunawapenda kwa dhati wanatuumiza na kutuliza kwa sababu hawatupendi na wao wako bize kuwapenda wasiowapenda. Haya ndiyo maajabu ya mapenzi. Namba 6. Wakati wanaume wanawasubiri mabinti watulie kwanza ndipo waoe, mabinti nao wanasubiri waolewe kwanza ndipo atulie. Yaani ni sawa na rubani anasubiri meli ije airport imlete fundi atengeneze ndege ili abiria wasafiri. Wakati huo fundi huyo yuko bandarini akisubiri ndege hiyo imlete rubani kusudi alete orodha ya vifaa vya ndege vinavyotakiwa kununuliwa kwa ajili ya matengenezo. Poleni abiria, mtasubiri sana. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 7. Tunatumia muda mwingi kuwawaza wanaotutumia. Na tunawatumia wanatuwazia mema kwa sababu wanatupenda. Na inapotokea tunatumia muda mwingi kwa tunawatumia ni ule wakati tunapokuwa tunawatumia tu. Kipindi hicho tunawapa likizo wanaotutumia wakusanye nguvu ili watutumie. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 8. Watu wanaumizwa na mapenzi kwa sababu wanatumia zaidi moyo kuliko akili.
Wenye kutumia akili huwa waumizwi kwenye mapenzi, tofauti na wale wanaotumia moyo kupenda badala ya kutumia moyo katika masuala ya maana, kama vile masuala ya kiroho, ili kumtafakari Mungu. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 9. Binti anatafuta mume wa kuolewa naye wakati yeye anaendelea kujiandaa kuwa mwanamke na hajiandai kuwa mke. Wakati huo kijana naye anatafuta mke ili amuoe wakati yeye mwenyewe anaendelea kujiandaa kuwa mwanaume na hajiandai kuwa mume mtarajiwa wa mtu. Kimsingi hawa ni mwanamke anayemtafuta mwanaume badala ya kuwa mke anayemtafuta mume. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 10. Siku hizi wanaume wengi wako bize kupoteza muda wao kwa ajili ya kutafuta dawa za kuongeza nguvu za kiume ili wawaridhishe wanawake. Lakini wanakosa muda kidogo tu wa kujihoji na kutafakari endapo wanazijua historia za mahusiano ya awali ya hawa wanawake ambao hawa watoshelezi zipoje, na walikuwa na tabia ya kukutana na wanaume wangapi kwa wakati gani ili waridhike kabla ya kukutana nao. Wanaume wako bize kutafuta tiba ya ugonjwa wasioujua. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 11. Mwanamke anamtafuta mume mwema na bora miongoni mwa madanga yake, na mwanaume naye anatafuta mke kati ya wanawake waliokuwa wanamtumia kama danga lao. Halafu mambo yakianza kwenda mrama kwenye ndoa, wanaanza kutafuta mchawi, wakati mchawi ni wao wenyewe na hao waliokuwa wanadanga nao. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 12. Vijana wengi wanapoteza muda wao kwa kutumia kigezo cha sura na mwonekano kama kigezo cha kuwavisha pete ya uchumba na kuvaa shela, badala ya roho njema na tabia ya kimaadili. Mabinti nao wanawaacha wanaume wenye akili na wenye malengo ya kuwaoa kwa sababu ya wanaume wenye pesa ila wenye malengo ya kuwachezea. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 13. Binti anaweza kumkataa mwanaume mwenye mtoto anayempenda na mwenye lengo la kumuoa kwa sababu yupo kwenye mahusiano na mume wa mtu mwenye watoto 4 na mke wake. Kijana naye anakataa kumuoa binti aliyezalia kwao, kisa na mtoto, halafu anataka kumuoa binti aliyetoa mimba 6 za wanaume tofauti tofauti na amebaki kukumbatia midori chumbani kwake. Haya ni maajabu ya mapenzi. Basi bwana, kabla sijamaliza makala haya, nataka kuwakumbusha kwamba kwa wale wapenzi wa simulizi za operation za kivita na kijasusi, tunawakaribisha kwenye group letu la WhatsApp na unalipia shilingi 1500 tu kwa mwezi kwenda M-Pesa namba anza na alama kujumlisha 255 757 88 63 70 au Tigo Pesa namba anza na alama kujumlisha 255 65 99 82764. Majina ni Form Entertainment Media Company Limited. Ukiona limekuja jina lingine jua umepigwa. Kumbuka, hapa duniani kuna mambo mawili.